Nishukuru Baraza la Madiwani pamoja na watumishi wote wa halmashauri ya Kinondoni kwa ushirikiano mnaoipa ofisi yangu ya taifa ya ukaguzi na hivyo kufanikiwa kumaliza ukaguzi huu wa mwaka wa 2023-2024 kwa mafanikio. Kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilipata hati inayoridhisha, hati safi. Lakini ndugu zangu, ingawa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imekuwa na mwenendo mzuri kama alivyosema miaka yote minne, na mimi siwezi kusaini hati mbaya kwa manispaa ya Kinondoni tangia nimeingia ni mwaka wa 5 sasa, naenda wa 6. Siwezi kusaini hati ambayo ni mbaya au hati yenye mashaka. Siku zote mko nikisaini hati safi. Kwa hiyo niwapongeze. Huu ni mwendelezo wa hizo hati. Lakini bado halmashauri imekuwa ikipata hoja nyingi za kikaguzi ambazo nyingine zimekuwa zikijirudia mwaka hadi mwaka. Hali inaashiria kuwa bado jitihada za makusudi zinatakiwa kuongeza hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hoja hizo zinatekelezwa kikamilifu na zisijirudie. Kwa sababu hatari yake ni kwamba zikiendelea kujirudia, kuna siku mtapata hati ambayo ni mbaya. Hadi kufikia tarehe 16 Juni, yani mwaka huu, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilikuwa na jumla ya hoja 8 za miaka ya nyuma kabla 2023-2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu. 2023-2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu zipo 33 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa hiyo wito wangu ni mhakikishe kwamba kwanza amesema ni kuzuia hoja. Muhimu zaidi ni kuweka mifumo ya udhibiti wa ndani kuzuia hoja. Na hoja ikitokea basi tutekeleze mapendekezo ya CAG ili iweze kufungwa. Kuna wakati watu wanakuwa hawaelewi ukaguzi unafanyikaje. Tukishatoa hoja, sio kwamba kuna nafasi tena ya kusema kwamba mkurugenzi atakuja atasema hii ilikuwepo na sasa ifutwe. Hapana. Tunachotaka mkurugenzi atakuja atasema nimetekelezaje. Tunataka hatua za utekelezaji. Kuna wakati mnasikiaga kwamba hizi hoja zimetolewa lakini bado kuna majibu yataletwa, CAG atazifuta. CAG atafuta hoja kwa jibu la utekelezaji. Na sio kwamba wakati anakagua hakupewa, yani wakati anakagua kuna majibu yalikuwepo lakini hakuyapata. Hiyo si kweli. Tunakaa miezi 3 mpaka 4 hapa. Kama tunakuwa tunaongea na wakaguliwa, tunaomba uthibitisho, kuna hoja tunatoa, tunajibizana, mpaka nikiandika ripoti naenda kusoma kwa Mheshimiwa Rais, inakuwa kwamba hatujapata vielelezo vya kwamba hicho kielelezo kipo na tusiandike hoja. Tunaandika hoja baada ya kukosa vielelezo. Na sasa hoja ile tukishaiandika tunasema tunaomba tuone utatekelezaje hii hoja. Na wala sio kwamba majibu ambayo sio utekelezaji. Ni majibu ambayo tunayapata pale, tunataka baada ya kuwa tumetoa hoja ni majibu ya utekelezaji. Kwa sababu tumekaa miezi yote hiyo hatujapata majibu, ndio maana tukaandika. Kuandiki kitu ambacho kina majibu pale. Majibu ina maana hayakuwepo. Mwaka unaokuja, mwaka wa fedha, baada ya serikali kuingia madarakani, kwa sababu itaundwa serikali mpya, mabaraza ya madiwani wapya na kila kitu kitakuwa kipya. Tukishaunda mabaraza, nimeona kuna gap fulani ya kutoelewa vizuri jinsi ya kushughulikia taarifa za CAG hasa katika mabaraza ya madiwani. Mwaka ujao nitaanza kufanya mafunzo hayo na nitaanzia mkoa wa Dar es Salaam. Mna dhima kubwa sana waheshimiwa madiwani ya kusimamia rasilimali hizi za wananchi. Kwa hiyo tutasaidiana ili tuweze kuona tunasimamiaje. Ninavyohoji muone na nyinyi mtahoji vipi na kusimamia namna gani ili mapendekezo ya CAG yaweze kutekelezwa. Lazima muendelee kutengeneza utulivu, amani na mshikamano na upendo kwenye halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Hakuna kitu kingine chochote. Siri ya mafanikio ni upendo. Nimeona mkuu wa wilaya yetu ni mtu ambaye tunashirikiana, anashirikiana na management, anashirikiana na waheshimiwa madiwani. Kuna wakati mwingine akiona mkurugenzi hajafika mahala, amebanwa na jambo fulani, hataki kujikweza, anakimbia. Hivyo mkuu wetu wa mkoa. Kuna wakati unashangaa unaambiwa mkuu wa mkoa tayari yuko mahala fulani.
Kuna wakati tumefanya ziara hapa usiku. Mpaka nikasema huyu mtu, lakini hatukuwa na namna. Tumetembea usiku, tunakwenda kukagua miradi ya maendeleo usiku. Alitufundisha kitu. Na wengine mkienda kuwa viongozi, mimi na hakika kuna kitu mtakuwa mmejifunza kwa huyu baba. Na tukaona kuna mambo mengi tunayakosa. Kuna watu leo hapa tunazungumza tu kwenye sheria zetu. Kuna watu leo wengi wanafanya biashara hapa, inawezekana zaidi ya 45% ya wafanya biashara hawana leseni. Saizi ndio wanafungua maduka yao, wanafungua grocery zao, wanafungua baa zao na biashara nyingine, wanafanya kazi. Hili jambo ambalo mkuu wa mkoa amelisema la kufanya biashara masaa 24, wapo wengine wameanza kufanya biashara kinyume cha sheria na wanaenjoy, wanakula, wanagawana mapato na watu wengine. Watu wameanzisha halmashauri zao huko, wameanzisha TRA zao huko, wanakusanya. Sasa ni wakati kama alivyosema mkurugenzi, tunabanwa na sheria. Sheria hizi zimepitishwa na bunge, lakini lazima sisi tuje tuanze. Lazima tuanze, mkurugenzi, hao ulioyasema, management yachukueni, mwanasheria huko hapa, tuanze kuchakata yale mambo yote ambayo yanaonekana yanaleta vikwazo vya kufanya biashara zisifanyike na mambo fulani yasifanyike, tuje tuyarekebishe. Hatujachelewa. Nimesema hii ni going concern. Sisi hata kama hatuko, baraza hili lipo, litakuwepo baada ya Oktoba. Leteni maoni, mapendekezo na ushauri, watabadilisha sheria ziende TAMISEMI. Walau na sisi tunaposema Dar es Salaam ni commercial city, basi iwe kweli commercial city, ifanane na miji mingine katika ulimwengu. Itasaidia kuondoa hata mianya ya rushwa, kwa sababu wale ambao sasa wanafanya biashara masaa 24, wengine ambao hawana leseni, wanajua hatuwezi kufuatwa, kuna watu wanakula nao. Lakini ukitengeneza hili jambo likawa la kisheria, ina maana biashara ile ya ujambazi ya kula mapato kinyume na utaratibu itakuwa sasa imekwisha. Mimi niko mkuu wa mkoa karibu mwaka wa 6 huu, lakini hakuna kikao hata kimoja niliwahi kuambatana na CAG mwenyewe. Kwa hiyo kwa uwepo wake, hebu tumpe maua yake. Naomba sana Mstahiki Meya, agenda ya biashara saa 24 Dar es Salaam iwe ni agenda kudumu. Haja watu wanaweza kawa nazungumza kwamba tunazindua agenda hii za saa 24, lakini mwingine anaweza kawa yuko kwenye position ya kuchallenge, mwingine yuko hivi. In fact sisi hatujapewa hela ya serikali kuweza kwenda kwenye campaign ya biashara saa 24. Tunachozungumzia ni nini? Dar es Salaam kuna viashiria vinavyoonyesha kwamba biashara saa 24 inaweza kuwa ni jambo endelevu. Tuna airport inayofanya kazi saa 24. Hatujaituma sisi ifanye kazi, lakini kwa principles za mamlaka ya viwanja vya ndege, mamlaka ya anga, ndege zinafanya kazi saa 24. Abiria wanashuka pale. Wakishuka, sio abiria wote wanakwenda kupokelewa. Kuna abiria watakaohitaji taxi, kuna abiria watakaohitaji anakwenda kuwahi kikao, anahitaji suti, anakwenda kuwahi kikao, anahitaji viatu, anahitaji kula chakula. Lakini ameumwa tumbo, anahitaji kununua dawa. Tuna hospitali kubwa ya Muhimbili, ya JKCI, ya Ocean Road na hospitali zetu za mkoa. Hizi hospitali zote zinalaza watu na cooperate 24 hours. Maana ni kwamba kuna ambulance yanaingia masaa 24. Kuna maduka madawa lazima yafanye biashara saa 24 kwa sababu ya hiyo chain. Tuna bandari ya Dar es Salaam inafanya kazi saa 24 na operate. Vifaa vile pale bandarini vinafanya kazi 24 hours.